kwa sababu tusipohifadhi historia hatuna mahali pa kuanzia, na tusipohifadhi historia ambayo ndio inatufanya tulivyo, kizazi kijacho hakitakuwa na kitu cha kushika. Makaburi ya wamisionari ambayo tunayo jimboni hapa sio wale wa mabinti wa Maria, isipokuwa waliokuja baada yao, na hili ni shirika la Roho la damu takatifu, waliokuja mwaka 1911. Wao walikuja kwa shughuli kwa kweli ya kutunza wale wakoma, watumwa ambao walipatikana na ukoma, wakaunda makao yao pale Welezo, na mpaka sasa hivi tunafanya kazi hiyo. Na baadaye ndio waliziko waliofariki hapa, waliziko hapa, ndio walikuwa wanaendesha hii shule ya Tumekuja ambayo tunasema St. Joseph Convent School. Kwa hiyo kuna wengi, 3 wamezikwa hapa, 2 wamezikwa Pemba, na wengine ni wamisionari wa shirika la Roho Mtakatifu. Kwa mfano, mwanzilishi wa kwanza aliyekuja hapa mwaka 1880 ni huyu Father Etienne Bawa. Huyu alizikwa hapo Madema. Kama nilivyoeleza kwamba kaburi lake hatufahamu ni wapi, kwa sababu tulikuwa kwenye mwelekeo wa kuyafukua na kuacha nafasi ya kujenga nyumba za orofa. Hiyo ilikuwa kabla ya kifo cha muasisi wa taifa hili la Zanzibar. Baada ya muasisi wa taifa kufariki, ule mradi ukasimama, lakini kaburi la huyu padri wa kwanza, misionari wa kwanza Zanzibar, likawa limeshafukuliwa, na yule aliyefukua akawa naye amekufa, tukapoteza sehemu aliyozikwa. Lakini kwa sasa nasikia kuna watu wanaofahamu, huenda tukalipata na kuweka alama maalum kama muasisi wa imani katika kisiwa hiki. Mwaka fulani, pata miaka 5, 6, 7 iliyokwisha, alikuja kasisi kiongozi wa chama cha USPG, akatembezwa humo ndani kanisani, akasema amezunguka makanisa mengi makubwa na mazuri, lakini hajawahi kuona kanisa lenye historia ya aina hii. Pahali pale palipouzwa wanadamu pamekuwa sasa pale pa kumwabudu Mungu. Upekee huo wa pale alipouzwa mwanadamu sasa ni pale pa kumwabudu Mungu, nafikiri ndio kivutio kikubwa cha wanakuja mahali hapa. Sijasikia kuna sehemu nyingine ya aina hiyo. Sisemi hakuna, nasema sijasikia. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus Te, benedicimus Te. Sijui niseme nimenufaika vipi. Mimi nafurahi tu kwamba limetajwa ni moja ya tunu na urithi wa historia ya ulimwengu, na katika ukiangalia
orodha ya vile vitu ambavyo vimetajwa ni vya historia katika mji mkongwe huu, kanisa letu liko namba 11. Siruhusiwi kubadilisha chochote kwenye hili jengo. Nikitaka kufanya chochote lazima niombe ruhusa kwa tume ya mambo ya kale, na hilo kwa kweli nalifurahia kwa sababu linatunza historia yetu. Sisemi kwamba nina faida sana kama wenzetu wa Anglikana wanavyopata pale kwao, ni kwa watalii. Wamefanya lile soko la watumwa kuwa ni sehemu ya watalii. Mimi sipati watalii ambao wanakuja kwa kufahamu historia yetu kikubwa hivyo, lakini polepole tunadhani kwamba yale madogo ambayo wamisionari wametenda na yamebaki ni historia ya kanisa letu, tunajaribu kuyatangaza, na hasa tunachotangaza sisi kama sifa na legacy yetu ni nyanja ya elimu, kwamba tulikuwa tumejua kabisa namna ya kumuokoa mtu na kumfanya mtu huru ni kuanza kumuelimisha. Hata kama kuna chochote ambacho labda kuna kasoro tuliyofanya, lakini zuri ninaloona ni kwamba wamisionari wetu walisisitiza sana elimu iliyomfanya binadamu akawa na utu wake na kujitegemeza mwenyewe, na mpaka leo tunaendeleza wito huo. Ndio wito wa shirika letu. Ilipokomeshwa utumwa, palikuwako mzungu mmoja jina lake West, missionary, padre, kidogo ana chochote katika mfuko wake. Yeye na bohora mmoja wakati ule alikuwa kwa hapa, nimesahau jina lake, sema sana. Hawa wakachanga pesa zake ndio zikanunua uwanja huu, na basi wakashauri kwamba ingekuwa vizuri kujenga hapa palipouzwa watumwa, wajengwe palipokuabudu Mungu. Kwa hiyo tunamshukuru Father West, tunamshukuru na huyu bohora waliochanga mapesa, tukanunua kiwanja hichi. Katika historia ya kanisa Katoliki hapa Tanzania, mbegu ya Ukristo ilipandwa kwa mara ya kwanza katika mwambao wa pwani ya Afrika Mashariki, visiwani Zanzibar, na mabinti wa Maria kutoka jimbo la Mtakatifu Denis Reunion, ambapo walifika visiwani Zanzibar mwaka 1860 kwa lengo la kueneza dini ya Ukristo. Mortem tuam annunciamus Domine, et tuam resurrectionem confidemus, done Sasa baada ya kupata lugha ya kuunganisha, walichoanza kufanya ni elimu ya ufundi, kuwapatia wale vijana waliofunguliwa ufundi. Ndio maana walikuja mabruda wa kazi za mikono, wakaja masista wa kazi za maendeleo ya kina mama na kina dada, na mapadi kwa ajili ya imani. Kwa hiyo mabruda walichofanya ni kuwafundisha kazi za useremala,
uashi, na tunaambiwa kwamba printing press, mashine ya kuchapa vitabu na kufunga vitabu yalianzia Zanzibar. Na hii chekechea ambayo tunayo sasa hivi ndiyo iliyokuwa printing press ya kwanza Afrika Mashariki. Nilipokuja mimi nilikuta yale mashine, zile herufi za mashine kwenye udongo, nikaziokota na kutupa na kuanza kukarabati tena jengo ili angalau liwe chekechea. Kwa hiyo chekechea ambayo mnaiona ya St. Joseph sasa hivi ilikuwa ni printing press ya kwanza. Sasa baada ya muda, baada ya kupata waumini wachache wanaokaa na wale wa misionari, wakaanza kutafuta shule ya darasa sasa wafundishwe na elimu nadharia. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba hapo nje tunapopaki magari sisi, tunapoweka magari, kulikuwa na seminari ya kwanza. Seminari ya kwanza, kanyumba kadogo kale ambako sasa ni ofisi yangu ya elimu, kalikuwa ni kabweni kwa wavulana. Hapo ofisini tunapoingia kwenye geti yetu palikuwa ni darasa la wavulana. Mahali pa kulia palikuwa ni mkungu wa mti, chini ya mti ndipo vijana hao walikuwa wanakula chakula chao na kujipatia mafao yao. Kwa elimu ya hawa watumwa wa kwanza ilianzia Zanzibar, na polepole tunasikia sasa dini hii na imani hii imeenda bara. Ndio tunaposikia Bagamoyo. Bagamoyo haikuwa chimbuko la imani kanda ya Afrika Mashariki. Chimbuko la imani ya Kikristo kanda ya Afrika Mashariki ni Zanzibar. Kwa sababu Zanzibar baada ya mwaka 1860 Zanzibar ilikuwa ni kama lango la wale wa misionari wote waliokuja kutoka nje kwenda bara au kwenda Kenya. Kwa hiyo ni kutoka Zanzibar wale watumwa wa kwanza waliokuwa wa Kristo walikwenda Bagamoyo na mapadri wao na wamisionari wao kwenda kuinjilisha kama makatekista. Kwa hiyo Bagamoyo ilijengwa na Wakristo wa kwanza wa Zanzibar. Sasa wale wengi waliokuja sasa, kwa mfano Mabenediktina walioenda kusini, unasikia White Father wa misionari wa Afrika waliokuja, makonsolata waliokuja baada ya Holy Ghost walipitia hapa wote. Na sababu za kupitia hapa ni kwamba kanda hii yote kuanzia bandari ya Sofala mpaka bandari ya Mogadishu ilikuwa imekabidhiwa shirika la Roho Mtakatifu. Na sio bandari imekabidhiwa, ni kwamba kanda yote ya uwanda huo ni sehemu ya kuinjilisha ya shirika la Roho Mtakatifu. Sasa wale waliokuja lazima wapite wasaini na kupangiwa mahali pa kwenda. Kwa hiyo ndio maana tunasema chimbuko la Ukristo Tanzania na Kenya ni Zanzibar. Jitahidi kuwasamehe jirani zetu, maadamu tunakuomba utusamehe sisi dhambi zetu wenyewe. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nani. Inueni mioyo. Ukuu wa Mungu. Ukuu wa Mungu ambaye aliwaona wale waliokuwa wakiuzwa na kununuliwa, lakini wakati ulipofika wa kufanya neno akawakomboa kwa kutumia watu wake wakati ule. Na kama nilivyosema mwanzo, huo ndio ulikuwa ukombozi wa kwanza. Na sasa watu wale ndio huru, ndio watawala wa mali yake. Basi ndio ukuu wa Mungu, ndio wimbo wangu. Nafikiri mimi niseme ni kushukuru kwa mchango wa kanisa
la Roma na kwa huduma yake inayofanya katika mambo mengi, maana hata kuwaleta, hata kufanya interview hii, basi ni mchango wao. Bwana azidi kuwabariki na kuwapa nguvu, kuendelea nguvu hata nguvu. Naitwa Efraimu Joseph Wangwazi, ni Mkristo wa kanisa hili la Anglican kwa hapa Zanzibar. Ni pia nipiga kinanda kwa hili kanisa kuu. Hiki kinanda kinaitwa pipe organ kwa sababu sauti zake zinakuwa zinatoka katika pipes. Naona kinaitwa pipe organ. Kinanda hiki kimeletwa Zanzibar hapa katika hili kanisa katika mwaka 1880 na kilinunuliwa kwa paundi 600 tu. Paundi hizo ni za wakati huo. Vinanda hivi wala havina speaker, venyewe vinajitosheleza, havina speaker wala amplifier, ni church organ. Kwa hiyo kikipigwa hapa, basi watu wote mnasikia kwamba kinanda kinaimba hapa. Sasa walipokuwa hapa, nieleze tena kidogo, hawakubaki tu kwenye mji mkongwe. Wale watumwa walivyokuwa naongezeka na kupata elimu, wamisionari walinunua ardhi kilomita 30 kutoka hapa, kisehemu inayoitwa Mahonda, eka 20. Walinunua minazi na karafuu na migomba. Kule walianza kuhamisha vijana na familia za watumwa wale, wakaanza kazi ya kilimo na kuzalisha. Pale kwenye Mahonda ambayo ni kaskazini kutoka hapa, walitoka tena vijana wengine na familia zingine zikaenda Pemba. Ndio maana imani ya Kikristo ilienda Pemba mwaka 1897. Sasa kwa nini walienda Pemba? Ni kwamba idadi ya watumwa huru Mahonda ilianza kushuka kwa sababu wengi walienda na wamisionari bara huko Dodoma na Morogoro. Ndio tunasikia kwamba parokia kama Mahonda kule Morogoro 1880 zimeanzishwa. Tunasikia parokia za Tununguo zimeanzishwa. Walioanzisha kwa kweli ni watumwa wa kwanza kutoka hapa. Sasa idadi iliposhuka, mapadi wa misionari wakaona ile sehemu labda haihitajiki tena, ndio wakaanza kuchunguza kwenda kisiwa cha Pemba. Kule Pemba walipofika, bahati nzuri wakamkuta gavana wa Kiingereza. Wakati huo alikuwa ni mwanafunzi wa shirika la Roho Mtakatifu kule Kimage Mine, Ireland. Akawapokea vizuri. Alienda Padre Atiene na Adelardus, brother Adelardus. Wakataka kununua ardhi. Kina Kweka, Wakristo wa Kweka walishakuwa Pemba. Wakataka kununua ardhi. Yule mwanafunzi wa Holy Ghost akawa tayari kuwapatia mahali pa kuanza kanisa. Na kwa sababu walitaka kuanza tena shamba kubwa la watumwa huru, wakapewa ukanda wote unaoitwa peninsula, sidi mnaitaje, peninsula ya Chake Chake. Peninsula ya Chake Chake karibu eka 300. Wakauziwa kwa rupii
3,000. Baada ya kuuziwa ndio wakaanza kupeleka tena wale waliobaki huku wachache, na baadaye wakaamua kuuza lile shamba la Mahonda ili walipe gharama ya kununua lile shamba la peninsula ya Chake Chake. Kwa hiyo ndio imani ilianza kuingia Chake Chake 1897. Ilianza kule Dongoni. Baada ya Dongoni tukaanza pale Chake Chake, ambako kanisa la Chake Chake lilikuwa kwa kweli zaidi ni wale waliokuwa wanafanya kazi za serikali, na kidogo tukaanzisha shule kule Kizimbani kwa ajili ya wale wafanyakazi wanaotoka sasa mikoani, wanaotoka Tanga kwa sababu ya mkonge na mengine. Kwa hiyo tukawa na makao pale Pemba Kizimbani, tukawa na shule ya darasa la kwanza mpaka la 8, tukawa na nyumba ya masista, tukawa na nyumba ya mapadri na shule. Kwa hapa mapadri wa misionari ni wa kwanza kuanzisha sekondari hapa. Ya sekondari ya hapa ilianzia hapa. Tulianza na chekechea katika mnara St. Joseph hapa, madarasa unayaona huko chini huko. Ilikuwa darasa la chekechea mpaka la 4. Baada ya la 4 walikuwa wanaenda St. Joseph Convent School. Tumekuja. Labda padri atawapeleka pia. Sasa tumekuja hii ambayo imebadilishwa kwa kweli, ilikuwa inaitwa St. Joseph Convent School. Kwa hiyo wengi walisomea pale mpaka darasa la 12 kama rais wetu wa sasa hivi nasema amesoma pale. Kuna wengi tu wamesoma Rais Amani Karume alisoma pale mpaka form 4. Baada ya hapo ndio akaenda Malawi. Kwa hiyo viongozi wengi walisoma shule hii. Na haikuwa tu ni upande wa elimu ya kuelimisha watumwa, kulikuwa pia hospitali ya kwanza iliitwa French Hospital. Iko kabisa, hospitali ya Wafaransa iko kabisa na hiyo shule ambayo ilikuwa St. Joseph Convent School au tumekuja kwa sasa hivi. Hiyo naye ilikuwa ni kwa shughuli za matibabu na afya. Kwa hiyo huo ndio Ukristo na chimbuko la Ukristo Zanzibar. Tusaidie kutambua kwamba haiwezekani kumwabudu Mungu na kumchukia ndugu. E Bwana tusikie. Kwanza kabisa tuelewe kwamba kanisa Katoliki sio kanisa linalosimama, ambalo lina sheria ambazo hazibadiliki. Wao walipokuja wakati ule, taahudi, yani theolojia ya kanisa ilikuwa ni kwamba nenda ukawabatizo wapeleke mbinguni. Na wale walikuja kwa nia hiyo kwamba wale wa Afrika hawana dini, ni watu wa kubatizwa, unaenda mkawaokoe waende mbinguni. Sasa walipokuja Zanzibar, hiyo nia ilikuwepo kwamba ni kubatiza wa Afrika na hasa wale ambao tayari ni watumwa ili tuweze kuwapatia ufalme wa mbinguni. Kumbe kuja walishapata tayari kuna Uislamu. Ramadan.